أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Tulisimama jana kwenye suala tuliloliita suala, ikiwa wanaouliza ni Waislamu au tatizo ikiwa wanaouliza si Waislamu. Suala ikiwa aulizao ni Muislamu laweza kutengenezwa kwa lugha hii. Ni kwa hikma gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu? Kuna hikma gani? Ama ikiwa tunataka kulitengeneza suala kwa lugha ya wapinzani, maadui ya Waislamu, huwa wakiuliza namna hiyo. Ikiwa hii dini ya Kiislamu ni dini ya watu wote na ya mataifa yote na ya makabila yote, na ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam munavodai ametumwa kwa wote na Qur'ani imeletwa kwa wote, kwa nini iwe kwa lugha ya Kiarabu? Kama ingelikuwa ni ya watu wote haingekuja kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hili ni ya Waarabu Qur'ani, na dini ya nani? Ya Waarabu, na mtume mbanani wa Waarabu. Jana tukajibu tukasema kuna hatua kadha katika kujibu swali. Hatua ya kwanza, kama nawakumbusha tu, niliwaambia kuna mambo sharti uyaande mahala pake. Ukianda makosa utafika kwenye natija za nini? Za makosa. Mungu ametuumba sisi tukiwa katika makabila na mataifa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Kuna hikma, na hajashindwa Mungu kama angetaka kutuumba sote tuwe kabila moja. Lakini si mahala pake hapa pa kuzungumza faida za kuwa na makabila na mataifa. Kwa hivyo ikabidi tuwe makabila tofauti na mataifa tofauti, na tuwe na lugha tofauti. Akitaka kuzungumza na sisi, hakuna lugha tunayoizungumza sisi. Tatizo sisi, si yeye Mungu. Sisi binadamu hakuna lugha tunayoizungumza pamoja sote. Taban utafika wakati manake watu kukwambia peponi tutacommunicate vipi? Kwa peponi kuna Wachina, kuna Waafrika, kuna Waarabu, kuna Wazungu, kuna kila sampuli, Wahindi, wanani, na wale ambao watakuwa wote ni waumini watakuwa ni jamii moja peponi. Kwa hakuna tena huyu ni Mswahili, huyu si nani, ni jamii moja, wataitwa ni ashabul janna, ndio jina lao. Je, watakommunicate vipi? Kwa lugha gani?
Kuna baadhi hunena, kama kuna baadhi ya riwaya zanena kwamba lugha ya Kiarabu itakuwa lugha ya peponi. Ziko baadhi ya riwaya, lakini sio mazungumzo yangu leo. Ndio lugha ya peponi. Sasa jamaa ukwambia, kama mimi nimekufa duniani sijui Kiarabu, nitakapokufufuliwa siku ya peponi, kama ni katika watu wa peponi, automatically nitakuwa huzungumza Kiarabu. Kwanza hadha laysa azizan ala Allah, si gumu kwa Mungu, si jambo la kufanywa sheshegi wala vitu, kwamba Mwenyezi Mungu atakapokutufufua siku ya kiyama ikawa watu wote huzungumza lugha moja, lugha ya Kiarabu. Ikiwa ardhi siku ya kiyama itazungumza, atakuwa mwanadamu? Hii ardhi, majiwe na mtanga siku ya kiyama yatazungumza. Yatazungumza lugha gani sijui, lakini tuisomeni pamoja suratu Zalzala. Yatuambiaje? idha zulzilatil ardu zilzalaha, sio wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbara. Mwenyezi asema siku itakao kutingishwa hii ardhi, tetemeshwa mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu, ule mtetemeko utakao kutetemeka ardhi utapekea ardhi kutapika zilioko ndani ya matumbo yake. Ndio aya pili, idha zulzilatil ardu zilzalaha, ardhi itatingiswa kama kusuka gururu kwenye kinini, kibuyu. Katika msuko ule, wa akhrajatil ardu athqalaha, itachapika ardhi yale mazito. Na athqala hapa ni binadamu, yani wale maiti walozikwa ndani ya nini, ndani ya ardhi, itawatema, itawatoa yu, ndio kufufuliwa. Wa akhrajatil ardu athqalaha, atakapokutoka mwanadamu. Kwa hivyo mwanzo kutakuja mtetemeko, kisha mtetemeko ule utaifanya ardhi imchapike mwanadamu aliyoko ndani ya matumbo yake. Mwanadamu atakapokutoka katika kaburi, kitu cha kwanza atasema waqala al-insanu ma laha. Mwanadamu atauliza kunani jamani? Mwenyezi Mungu asema ardhi ndio itakao kuwajibu, yauma idhin tuhaddithu akhbaraha. Siku hiyo ardhi itazungumza habari zake, tena itahaki story ndefu. Yani ardhi itaeleza habari ya yaliyotendeka juu yake, ya taa na maasiya. Ndipo siku moja niliwahi kuwatolea hadithi hii wakati Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alipokuwa khalifa. Ilikuwa usiku akifunga hisabu kwenye Baitul Mal, baada ashamaliza cha kutoka na cha kuingia, na jamaa ashazibreak, ashajua ni ngapi. Alikibaki pweke usiku, alikiketi pengine mpaka masiku ya giza ndani ya Baitul Mali kuhakikisha kuyafunga hisabu mali ya Kiislamu. Kila akimaliza usiku alikiswali rak'atayn kule ndani ya nini, ya Baitul Mali, si msikitini, kule ndani ya zile senti. Alikiinuka akiswali rak'atayn. Akimaliza kuswali rak'atayn, muarrikhina watuambia dua alokisoma alikizungumza na ardhi, alikikhutubu ardhi, akiambia ya ardh ishhadi, ardhi shuhudia kwamba Ali ibn Abi Talib amegawanya sawa na amelinda mali ya Kiislamu sawa, na kuweka kama shahidi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akiambia nini ardhi baada ya kuswali rak'atayn? Kila siku akimaliza kufunga hisabu alikiambia ya ardhi shuhudia, nilichokitoa nilompa na kilichoingia namna nilokiweka mimi na kuweka wewe shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni dalili ya nini? Ni haya anayotuambia Mwenyezi Mungu kwenye suratu Zalzala, yauma idhin tuhaddithu akhbara. Ukiuliza itakuwaje ardhi izungumze siku hiyo, anna rabbaka au halaha, Mungu ameiamrisha
kizungumza. Sasa ndugu zangu, haya ni mambo mengine. Turudi kwenye mada yetu kwamba watu peponi watazungumza wote wakiwa makabila tofauti, Mchina, Mhindi, Mwafrika, kutakuwa na communication. Itazungumzwa vipi? Nimewaambia kuna watu hunena lugha ya Kiarabu. Sawa? Itakuwaje nife nizaliwe sijui Kiarabu, nife nifufuliwe na hiyo Kiarabu? Nimekujibu, ikiwa Mungu ataizungumzisha ardhi siku hiyo, itakuwa mwanadamu asizungumze Kiarabu. Au leo katika ulimwengu twafika, sijui kama tutafika leo. Angalia leo hii ni wanaoiita lughatul isharat, sign language, sio? Leo tufika wakati mkiangalia katika zombo za habari, hususan baada ya kuanza harakati za haki za binadamu, tukaja haki za wanawake, tumekuja mpaka kwenye masala ya haki za walemavu. Leo wamekuwa na wao wana haki ya kujua mingi. Angalia kwenye habari siku hizi, mashirika mingi makubwa na katika habari za kimsingi wasema wale watu ambao kwamba hawasikii ni lazima na wao wana haki ya kujua nini? Habari. Huja yule anayenena kwa nini? Ule huzungumza na bubu ya Kihindi, huzungumza na bubu ya Kizungu, huzungumza na bubu ya Kiafrika, na huzungumza na bubu ya Kichina. Yani bubu katika lugha zao zote huzungumza nao kwa saini moja. Hakuna lugha ya ishara ya Wachina wala hakuna lugha ya ishara ya nani? Ya Waarabu. Lugha ya ishara yote ni moja. Ni moja tu. Na ukaweza kucommunicate na kundi, sineni watu wote, kundi la watu aina fulani, lakini wakitoka katika mataifa tofauti tofauti na makabila tofauti tofauti. Twenda leo ukija ukisoma, hiyo ni katika masala ya hizi lughatul isharat, ndo katika masala ya mawasiliano ya electronic. Na utakuta hizi zombo utengezwa. Mimi naweza kuwa siyui Kizungu ya, au wewe waweza kuwa huyui Kiarabu, ingawa bado natoa kama mifano zikalichanga, usiende deep sana mkana, lakini mbona kuna kadhaa ustadi, lakini yaja maendeleo hayaji kwa pamoja. Leo waweza kuitukua hii ukampa mtu imeprogramiwa Kiingereza na kila neno litokalo huzungumza nini? Kiingereza. Ukampa mtu hajui Kiingereza na akaiwasha na akatembea ndani na akafungua atakacho. Leo kuna baadhi ya wazee hutumia mobile, hawajui hata kuandika ina lao kwa hati za nini? Za Kiingereza. Ukamwambia tu kuandika ina lake ama kusoma ina lake, lakini ayua mahala pa kwenda kunena nini? Piga simu ni wapi? Ayua ikija simu ataipokea ni wapi? Na pale ndani yeye aweza kuwa hasomi tena yale maneno, una zile sign. Akikiona kiboksi rangi ya manjano, ayua hiki ncha nini? Ncha message. Akiona mkono una kirungu huku na huku umetoka rangi ya green, kufanya nini? Ni kupiga simu. Mkono ule ule umetoka kwa rangi nyekundu, kufanya nini? Ni kukata simu. So utakuta zile sign za wapeka watu hiyo katika kuwaongoza. Twaja sasa, ikiwa teknolojia na maendeleo ya mwanadamu ambayo bado haya yakomaa yakali yaendelea, yatupeka kwenye ulimwengu wanaotuambia leo wa globalization. Sijui globalization itakuwa ni ya kisiasa tu, ni ya kiuchumi tu, ama tutafika kwenye utandawazi wa communication kwa maana ya lugha na mawasiliano, kwamba leo itafika wakati mwanadamu dunia mzima wazungumzie lugha moja. Huko uwezekano sijui, lakini hakuna mani yoyote. Hakuna mani yoyote. Sasa ikiwa mwanadamu yuwapanga haya duniani kuwazungumzisha watu wote language moja, kisha maliona ni kubwa kwa Mungu kuwazungumzisha watu wa peponi wote lugha moja? Na mangapi tulokiyaona ni mazito yashakuwa hapa duniani. Nakumbuka tulipokuwa vijana watoto tuko chuoni,
Unajua kila mtu huyatasawari mambo kwa kadiri ya akili yake. Hata wewe sasa yao katika umri ulionao, kwa ni miaka 30, 40, 50, fikra za Mungu ulionazo sasa sizo uliokuwa nazo ukiwa na miaka 10 na 12 na 13. Vile ulivyokuwa ukifikiria Mungu, vile ulivyokuwa ukifikiria dini. Sasa vijana wapenda sana kulalia kwenye fikra za khurafat, za superstition, ama fikra za mambo ya kiajabu ajabu na mambo yasioeleweka. Wanasema aqlu tiflu au tifli mayalun ila alkhayalat. Akili ya mtoto mdogo yapondokea sana katika mambo ya imagination zisokuwa na ukweli au zisokuwa na reality. Sasa tukiambiwa peponi bana siui wakati ule hakuyaya mambo haya ya mobile wala nini. Jana miaka 6, 7, 8 utakuwa ulele, taa itakakuzinya usikie uzivwe, huwezi kuinuka, siui Mungu utaufanya mrefu mkono wako. Sasa tukiambiwa yes, utakuwa mrefu, utakwenda mpaka utafanya nini? Utazinya switch ya taa, kisha utarudi mkono, utakuwa kama kawaida, utalala kwa raha za peponi vile zilivyo. Sasa utakuta tasawuri ya mwanadamu alikuwa hajaweza kufikia kwamba kuna sampuli ya kuizinya ile taa iwakayo pale ulipo bila ya mkono kufanywa mrefu. Ilikuwa hatujafika kwenye masala ya kuwa na remote. Leo wewe ukizie hapa wa control taa kwa remote, wa control condition kwa remote, wa control fan kwa remote. Leo tabani pia remote imetoka. Leo yafika wakati kuna baadhi ya zombo za undwa wazicommand kwa maneno yako, sio kwa remote. Waiambia waka ya waka, zina inazima, na ishakuwa imeprogramiwa, wa install yashika sauti yako, ama waingiza ni fingerprints zibasamati zako. Unafika wakati chanda chako ndio kinakuwa nini? Remote control. Haina haja tena utukue tena remote na kutia na battery. Remote wewe mwenyewe, mkono wako wa remote, sauti yako ya wa remote. Leo kama muangalia kwenye baadhi ya masinema ama kwenye nini, haya mato pia yabadilika ni remote ya kufungua milango. Wafika wakati waweza kukuta zile milango fulani, uendo ukaweka nini, ukatungia pale ndani tolako. Sijui huankuliwa yeye, manake hizi za mikono huankuliwa, Waarabu ziita basamat, fingerprints. Wasema kuna na nini, zamato hapa ndani, kila mtu ana zake. Na hata siku hizi utakuta katika ma airport yamezoendelea, hawategemei tena nini za mikono, kwa sababu watu huteza nazo hizi. Wenda ikakatwa hizi ngozi, sijui ukatotosha ukafanya nini. Sasa siku hizi watu kuwaza nini, zamato, na kila mtu ana zake. Na ikiwa ule mlango ama ile kufuli imeprogramiwa ifunguke kwa nini zako zamato, akiangalia mwingine afungui. Huyu mwanadamu Mungu mwamtarajia aweza kutufikisha wapi? Lakini maneno haya ilikuwa lao utaketi hapa darasani uyazungumze nyaka 30 zilizopita au nyaka 20 zilizopita, basi jamaa waweza kutoka nao bila. Mwanadamu si mkamilifu wala. Nafikiri ustadhi meruka. Tatoka namna hiyo. Mwanadamu si mkamilifu. Mtu haishi kuumbwa. Wako hunena maneno ole huropoko na nele ati sijui kuna nani. Ani utakuwa utastaajabu. Lakini leo ukiyazungumza maneno haya kwa vijana wanayoyaishi ambao wako mbele yetu sisi katika masala haya, sisi ujaribu tu kuinua maguu kuwafukuza kuwapata, lakini pia ulimwengu huu si wetu. Tunajaribu kuwafukuza mbio. Wao wayaelewa zaidi na wayaona kuna uwezo kwamba ustadhi, basi ukitoka hapa utasikia ngine kuvuta kuna na kadhaa wewe huyayui. Turudi katika mada yetu. Lugha ya Kiarabu wasema ndio itakuwa lugha ya peponi.
Sasa leo nataka kwenda kwenye nukta nyingine, mbali na yale niloyazungumza jana kwamba Mungu ilikuwa lazima atague lugha moja katika lugha hizi zote. Ametagua ya Kiarabu, mumenena ni tatizo, na kama angetagua ya Kizungu pia ingelikuwa ni tatizo, kama ilivyojibu aya. Suala ni hili, mungeuliza hivi: kwa nini Mungu akatagua lugha ya Kiarabu, hakutagua lugha nyingine? Tumekubaliana yani kwamba Qur'ani lazima ilikuwa ije kwa lugha moja katika hizi, na lugha yoyote itakayokuja nayo wengine watakuwa ni yao, wengine si yao. Hilo haliepukiki, iwe Kiarabu, Kizungu, Kihindi, Kigiriama, nini takachokuwa lugha ya watu kwa wengine si yao. Suala, kwa nini katika hizi atague hii? Kwa nini siwe ni zile nyingine? Jawabu, kwanza, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Sio? Nimesomea jana. Wama arsalna min rasulin illa suratu Ibrahim aya ya 4. Hatukumtumiliza mtumi yoyote isipokuwa kwa ulimi wa kaumu zake, kwa sababu Uislamu uliteremka Arabuni, Jazira al-Arabia. Wanaoishi pale Waarabu, na mahala palotaguliwa pawe ndio matimbuko ya Uislamu pa kwanza ni Arabuni. Kwa hivyo ilibidi iwe kwa ulimi wa nini? Wa Kiarabu. Ingelikuwa ni kinyume, Mwenyezi Mungu auteremshe Uislamu na Qur'ani Arabuni, iwe Qur'ani itakuwa kwa Kiingereza mathalan, itakuwa kama kula kwa kishogoni. Maana watakuwa wale watu wa kwanza wateremshi wao kitabu, wao hawakielewi kunena nini, watakifikisha yeye kwa watu wengine. Naam, niambie swala hili, kwa nini mtumi huyu ataguliwe kupekwa pale Arabuni? Kwa nini asiwengani huku Kenya? Mathalan, hizi ni asila hupita kwenye khatiri za watu. Na simwandia al-Allama Said Muhammad Hussein Fadhlullah, la muharramati, hakuna haramu kwenye kuuliza. Mtu uipe akili saa nyingine uhuru, ujishibishe kile. Kwa nini itaguliwe pale isiwe ni huku Kenya? Taban sijui kabla ya miaka 1400 huku kulikuwa na watu kwanza. Pili ni yale nilonena yana, mtu yoyote atakaye kuanza movement ya hususan movement ile, ikiwa ni movement ya lenga kuleta mabadiliko ulimwengu mzima, hususan ikiwa movement ile yalenga kuleta mabadiliko si ulimwengu mzima, ya kuendelea kwa maelfu ya miaka, yaweza kuwa ya ulimwengu mzima lakini ni ya kizazi kimoja au ziwili. Wewe walenga mabadiliko ya zizazi baada ya zizazi, generation 20 au 30, sijui kiama kitakuja lini, lakini mpaka sasa sisi tushapita generation ngapi kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Miaka 1400, zaidi ya generation 20. Mabadiliko yanaolenga mambo haya yanataka wenye kunena mawqi' strategy, yataka sehemu ambayo ndio moyo wa dunia katika kuweza kupamp mabadiliko yale. Na research zathibitisha leo, dini yathibitisha kwamba eneo lile na matokeo ya dunia yoyo, control ya uchumi mzima uko wapi leo? Uko wapi? Uko Middle East. Petroli, mafuta, dhahabu, nini, kila kitu. Kwa hivyo Mungu alikuwa amepalenga pale aweke dini yake, pana silaha ya uchumi, pana ili wale ndio waweze kuweza kuupeka Uislamu ulimwengu mzima kwa mamia ya miaka na kwa maelfu ya miaka. Tatu, ukitaka kuthibitisha wewe ni msomi au si msomi, ukitaka kuthibitisha wewe ni mwalimu hodari au si mwalimu hodari, ukitaka kumjaribu mwalimu aliye hodari na asiyekuwa hodari,
mpekee kisokuwa kile, usimpekee kilokuwa, huwezi kumsifu nacho. Umenielewa vizuri? Mtukue mtu hayui Qur'ani, hayui kutamka harufu, hayui chochote, mpekee mwalimu. Akikwambia baada ya miezi 6 huyu atasoma Qur'ani, atatamka sawa sawa, huyo nani? Lakini mtukue mtu amezee kuundwa, umpekee mtu, utamuiwa huyo mwalimu kweli? Huwezi kumuiwa. Sasa wewe ulikitaka Mungu alete Uislamu kwa Wafursi wamezobobea katika filosofi na maendeleo na civilization ya maelfu ya miaka, uambiwe Mungu hakuna alofanya ustaarabu wote huu ulijengwa na wenyewe Wafursi. Ama ulikitaka Mungu aulete Uislamu au peke Roma, Daulatur Rum, ambao ni dola kabla hajatumilizwa mtumi, isimeme, ina ustaarabu wake na utamaduni na elimu na ukulima na maendeleo ya kila aina, ingekuwa Uislamu umeleta mabadiliko gani? Ama utukue Uislamu upeke Yaman kwa Wasaba, ukaangalie mamlakatu Saba, ndio mkatembele katika museum na majumba, athari zilowatwa na elimu za ukulima na kujenga madamu haya na nini kabla mtume hajatumilizwa, ingelikuwa Uislamu umeleta nini? Uislamu ulimtaka Mwarabu aishio jangwani, simwandia watu wetu hayui kunawa wala kutamba. Alilenga jamii ile kutaka kuwathibitisha watu kwamba hii ni dawa yafanya kazi, imemuondoa huyu alokuwa mkiani duniani, hana yuwalo, ni yeye na ngamia na farasi, katika siasa hamo, katika uchumi hamo, katika jamii hamo, katika elimu hayui hata kuandika wala kusoma. Lakini kwa muda wa miaka 23 wakawa ni walimu wa Wafursi, ni walimu wa Daulatu Rum, ni walimu wa Yaman. Haya si mambo ya kawaida. Sijui tutafahamiana vizuri sana jamani. Haya si mambo ya kawaida. Huu ni Uislamu. Ndio mtume akataguliwa ambaye kupekwa skuli kwa lugha zetu, hayui chochote. La yaqra wala yaktub, simanda wenye kunena ummi. Katika sifa ya Mtume Muhammad nani? An-nabiyul ummi. Na watu wake alotumilizwa ba'atha fil ummiyin, wa ma'na al-ummiyin nisbatan ila al-umm, ni kama siku azaliwa mtu na mamake ndio huitwa ummi. Uko sufur, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Sio Qur'ani yakwambia? Mwenyezi Mungu amewatoa nyinyi katika matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a. Pale mtoto anaozaliwa huitwa ummi. Kisha baada yake ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Sio ndo kaanda kusikia, na information ya kwanza anayopata mtoto mpata kupitia sikio, si kupitia macho. Na ndo Mwenyezi Mungu ameanda ja'ala lakumus sam'a, wasikie sauti. Lakini paka baada ya siku 7-8 ndio huanza kuona. Wal absara, kisha itakaja nini? Mato. Kisha kijana katika kipindi fulani hutuma elimu kupitia hisia zake, hana akili bado. Paka wakati fulani ndio huja wal afida. Aya ina mambo sana. Pili, angalie aya kutoka kwenye mada. Aya katika sikio imeleta kwa mufrad, katika mato imeleta kwa jamu. Imenena waja'ala lakumus sam'a, sikio moja, wal absara, mato mengi, wal afida. Kwa nini? Wasema maalumati alionayo mtu kupitia masikio yake yakikisiwa na maalumati kupitia mato yake ni karibu mara 10 zaidi. Sikio wewe wapokea information gani? Baada ya sauti. Baada ya kusikia sauti kuna kitu kingine? Mato, al-alwan, al-ashkal, rangi zote waziona kwa nini? Kwa mato. Shapes zote waziona kwa nini? Kwa mato. Kaifiyati zote wazipata kwa nini? Kwa mato.
Sasa ukiangalia maalumati unayoyapokea kwa mato yakiwa ni 1000, kama mfano maalumati unayoyapokea kwa masikio ni 100, yani ni 10%. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia waja'ala lakumu sam'a wal absara wal afida. Sasa mtume alikuwa ummi, watu wake wakawa nini? Ummi. Lugha ina waloitwa mijahili, sio si ile fatra sisi huyankuwa jahilia, mijahili watu hula uyusi. Ukisoma wallahi natamani mwe kuna kitabu sio za Kiingereza mwe Kiarabu. Sheikh Jaafar Subhani Allah yahfadhu, ana kitabu nafikiri kimetranslatiwa kizungu chaitwa The Message, lakini ni mukhtasar. Cha kizungu ni mukhtasar, chenyewe cha Kiarabu ni volume 2, kila volume namna ile anaita Sayratu Sayyidil Mursalin, maisha ya bwana wa mitume. Ukienda pale hapa library kiko sofa, na pia nafikiri Mombasa kuna sehemu za uzwa chaitwa The Message, kikubwa kitabu karibu 600 pages. Katika mukaddima yake awazungumza Waarabu jinsi walokuwa. Wallahi ungalia uweza kuketi ukateka pweke ndani ya nyumba. Si masala tu kuabudu masanamu, ameziandama itikadi zao, mambo yao yote. Shekhe mwana nilikuwa niandika mimi kitabu kwa volume ya kwanza, kisha mashughuli mingi hata nilikuwa mwisho nikimaliza kwa nataka kutoa mfululizo wa sera ya mtume. Niko katika research ya masala haya, kasoma kisa kikanikumbusha kwetu, kama nataka kuyapiga kuyabomu haya kwetu. Walikuwa mvua kama haini, walikiwa tukua ng'ombe wakipanda nao kwenye majabali juu kabisa, kisha walikikusanya mazimba kwa lugha ya kwetu yamezokauka, yakitengenezwa kama matita ya 10 yakifungwa, kisha wakitukua kamba wakiwafunga yale mazimba mikiani wale ng'ombe. Kila ng'ombe alikifungwa lile tita la zimba nyuma yake, na waiwa zimba lilokauka wewe kushinda patroli. Kisha wale ng'ombe kule yule mlima kule walikishikwa yao kama kumuhuanda mashindano. Sasa wakiekezwa huku tini na kushuka ndima nyima yua haitaki kuweka mafuta control brake tu, sio? Sasa wakishuka walikiwapiga kibiriti lile zimba la moto kule nyuma. Sasa ule ng'ombe akipigwa kibiriti lile zimba la nini kule nyuma, ule moto humteketeza, sio? Kule umefungwa kwenye mkia, yeye alikitoka nini mbio. Sasa imagine na wewe umemweka kwenye kushuka nini mlima, na moto kila akikimbia ufanya nini? Umfuete nyuma, na wao nyuma kila kabila na ng'ombe wake wamfuete mbio asiwatoke, wakishuka mbio mpaka kidara kwenye Al-Kaaba. Na hiyo walikiitakidi wakifanya mambo hayo ndio mvua itakuja. Sasa ukikitu kizisoma zitu kama hizi ya watu waliokuweko kwenye stage ya kifikra sampuli hii, haya hono ni mfano mmoja. Mfano wa pili, mtu alikuwa akifa bali kimfungia ngamia. Hata ukipata msahafu wa Sheikh Abdullah Al-Farisi amezieleza, kuna ile aya unena ile aya mustadha tanisaidia wala min bahiratin wala nini, kuna sampuli za wale ng'ombe amewawanga Mwenyezi Mungu. Sheikh Abdullah Al-Farisi tena amekuja kufasiri kwamba hawa wanyama zazungumzwa mila na desturi zilikuwa zikifanywa wakati wa jahiliya. Ile ngamia alikifungwa kaburini. Sio kwa mtu una uwezo. Yaani gari yako liketewa wapi? Kaburini kwa lugha za Kiarabu. Kama ulikuwa ni ile nini yako, sio magari ya siku hizi ya ghali. Kwa hiyo kuja maliza kuzikwa, chafinikwa kaburi, utiliwa na ufunguo wako ikawa pale nje. Mamnu, tabani wakati ule alikuwa hakuna vizi, yao zitakwenda zote. Mamnu, gari lile hakuna lidaralo. Kila mtu upita tu na jamaa kilikusikia ulipita kwa mbali. Ili tara umetokewa na shughuli usiku litakufanya gari. Utakwenda mahala utaka kurudi. Kama nimezungumza gari, wao walikimwekea nani? Ngamia. Hizi ni itikadi ukiziangalia, watu hawa waweza kuongoza ulimwengu watu wenye itikadi hizi?
Hamkifikiria yani macho za kuya kuongoza ulimwengu kwa itikadi za kungoja nini? Haya, nyingine walikuwa wana itikadi ngamia akikuzalia mimba 5, ngamia akikuzalia mimba ngapi? 5, hafai tena kutumiwa. Yani heshima ya kumheshimu ngamia. Sikiza heshima. Ngamia amezokuzalia matumbo 5, huyo ni ngamia, hufai tena kumtumia. Alikitukuliwa kana kitupa mwituni kama kwetu mkaoni. Sasa walikipita wakifa wale ngamia. Kama si mkaoni ngao kuna manyasi ilikuwa zamani, mara nyingi kuna manyasi. Alawe tunda jabali la Maka, jangwa la Maka, ngamia ametupwa hapoi maji, hapoi chakula, na ni kama itikadi hufai tena kumgusa ile ngamia atakaposha kukuzalia matumbo 5, wala mtu mwingine hamtukui. Walikipita wakisononeka wale ngamia mpaka wakifanya nini? Mpaka wakifa. Hebu niambie wewe, aklia hii ni aklia ya kuweza kuja kutukua bendera ya la ilaha illa Allah kutawali ulimwengu? Lakini angalia ile thawra sasa. Sasa narudi pale pale jamani. Kuna lengo la kutaguliwa lile eneo. Utumi uje pale na Qur'ani iteremke pale. Kuna lengo la kutaguliwa wale watu wa kwanza ili waweze kuoneshwa ni example, ni namudhaj, ni sample. Ni sample moja ya Kiislamu kwamba umeona tumemtukua mtu punde, tumemfanya nini? Dhahabu. Tumemtukua mtu alikuwa licha kuongoza ulimwengu, simwambia jamaa hata mkuu wa chama cha kukusanya taka hafai. Hata masala ya kutagua kiongozi wa kuendesha nchi wala nini, hata kutaka kutengenezwa kamati mtaani ya kukusanya magunia ya taka hafai kuwa chame. Ule leo amekuwa ndio atengeneza siasa za kuongoza ulimwengu. Mwarabu leo ni miujiza, na hii ya kuonesha kudra ya Uislamu, nguvu ya Uislamu, uwezo wa Kiislamu wa kuweza kubadilisha watu. Sasa nyinyi mlikitaka Uislamu upekwe fursa, ungeongeza nini? Uislamu upekwe Rum, ungeongeza nini? Hauwezi kunufaisha chochote. Mwisho, ilipokuwa kila mtume una miujiza yake. Haya nimetangulia nyuma kuambia. Nabii Allah Musa alikuwa na miujiza yake. Nabii Allah Isa alikuwa na nini? Na miujiza yake. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ililazimika awe na nini? Na miujiza. Takuja kuizungumza inshallah. Kwa nini kila mtume ni lazima awe na miujiza? Tuna mada hiyo ya miujiza. Tutakuwa kama siku moja siku mbili tutasimama nayo. Iko katika orodha yangu. Lakini leo sitaki hapo. Pili, niliwaambia pia yuzi kwamba si tu ni lazima kila mtume awe na miujiza, la, kuna na ulazima wa pili. Ni lazima miujiza ya kila mtume iwe sawa na maendeleo ya wakati wake. Wasiwe watu endao mashariki, mtume endao wapi? Endao magharibi. Hata ikafika wakati nikawaambia lao hakuna tena mtume wala hakutotokea tena mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho. Lao ilikuwa tufaradhie kuna mtume zama za yeo ataitwa, ni lazima ingekuwa miujiza yake iko sawa na hali ya maendeleo ya kiteknolojia yaliyoko ulimwengu wa leo. Leo hayafai tena masala kutia mkono kapanu katoka kama mweupe, haifanyi kazi haya. Yeo hayangefanya kazi masala imepita kwenye kisima ametia mate maji yamepanda paka yu, hayafanyi kazi haya. Yeo ngelikuwa wataka lugha ya kuwagonga wale wataalamu wanao control technology ya ulimwengu katika kilele pale walipofika, wewe ukawapitishia ukaambia ndio peke yao juu. Leo wao wenda kwenye space. Ingekuwa mtume aje na miujiza kwa kadri hiyo na zaidi. Sasa ilipokuwa mtume ni lazima apekwe bara Arabuni, na ilipokuwa watu waliokuwa Arabuni wa kwanza wa kuupokea ule Uislamu wa Arabu,
na ilipokuwa elimu ya wakati ule alotumilizwa mtumi kwa Waarabu alotumilizwa kwao ilofika hali ya kilele, ni masala ya lugha na ufasaha wa kinini wa kilugha. Miujiza ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam yaliingizwa ndani ya kitabu chake kwa lugha ya Kiarabu ili kuwathibitishia Waarabu kwamba Mungu azungumza Kiarabu. Huyu mtunga mbuzi na kondoo amekuja kuzungumza Kiarabu ambacho maprofesa wenu kina Walid bin Mughira walipoketi kuipekua walinena haya si maneno ya mwanadamu. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu imetaguliwa kuwa ni lugha ya kitabu hiki kwa sababu lengo lake lingine moja ni kupitishwa miujiza itakaokuwalenga Waarabu wanaohutubiwa mwanzo. Mfano, kuna watu huuliza, nitakuja kuyajibu haya, lakini ustadhi, miujiza ya lugha ya Kiarabu sisi hatuelewi, kwani Uislamu haututaki sisi? Leo kweli asokuwa Mwarabu akishika Qur'ani akisoma, akishika na gazeti akisoma, hauna tofauti? Ama huona tofauti? Yani wewe usoyua lugha ya Kiarabu utasikia haya maneno, Qur'ani ina ufasaha aswi nini? Ndio wewe si yale yale qala na dharaba na alima ambao yale yale maneno hutumika hapa. Ni kweli? Maneno haya ni kweli? Miujiza ya Qur'ani ya lugha haifahamiwi na kila mtu, hata yua Kiarabu chapeni mbili. Ni sharti wale wamezobobea Kiarabu. Sasa tuje hapa, Saidul Khuya ana bahthi hapa, anena kwani miujiza ya kila mitumi lazima ifahamike na kila mtu? Tujalie sasa hivi amekuja mtumi, akija amekuja na nadharia za kisayansi za ajabu, ataka kuzithibitisha na kuonesha kwamba yeye ni mtumi hizi, nani ataketi kumjadili huyu? Mimi na wewe? Si mimi na wewe. Hata tukaketi kumsikia akianda kuzungumza kwa misamiati ya kinini ya kisayansi, uneno lugha za kimadaktari, mimi ndo zangu yani, mathalan lugha zile pia. Ni sharti wale wenyewe wamezobobea katika nyanja zile ndo wataketi watamuelewa huyu azungumza vitu gani. Sisi tukiwaona wao kupiga salute, na sisi tutafanya nini? Tutapiga salute. Na hii ndio sunna ya maisha. Kila mahali pana watu wake, wakimuamini na nyinyi huamini. Tabii ustajabishwa leo ukimsikia mtu kwambia fulani bwana mwana chuoni sawa sawa. Umejua yeye baba? Ndio yule, umejua yeye, wewe afude huyu uliwa yeye mwana chuoni, ndio kuteza shairi. Akusomealo akikufasiria sultani hili. Sasa mpaka ule mtu awezao kufika wakati akanena huyu ni msomi zaidi kuliko huyu, ni maana na yeye uko karibu na wao. Ni maana na yeye uko karibu na nani? Na wao. Lakini leo utakuta watu wote wameipa tikiti, hususan kwenye masala ya taklid. Utasikia mtu uzungumza, ustadhi wajua mimi humqalid Sayyid Fadlullah. Kwa nini humqalid Sayyid Fadlullah? Mimi huona Sayyid Fadlullah ni a'lamu min as-Sayyid Sistani. Baba, ni a'lamu min as-Sayyid Sistani. Wajua maana wewe kunena maneno hayo? Wewe ima ni hujjatul Islam wal muslimin, ama uko daraja wa ikurubia ijtihad. Wajua maana ya kuja ukanena alimu huyu katika fatwa zake ni a'lam kuliko alimu huyu, yani umeingia umepekua mabani za ijtihadi zake, tariqatu istinbat yake, anavofanya istinbat, anavotegemea katika dalili zake, ukamuona misingi yake ni muwafaka zaidi kuliko misingi ya nani? Yahudi. Huangalii ibara hunenwa uzuri ukanena nzuri, si kupamba hapa. Wala haangalii mwenye ndevu nyingi, wala haangalii ambao majoho ya kung'ara zaidi, wala haangalii ayuwa kunena zaidi kwenye mimbari. Sio elimu kabisa, sio elimu. Katika masala ya ijtihad aweza kuwa mtu ni alim
na ni mujtahid, na Mungu hakumpa fasahatul lisan. Maka zaidi nikupe mfano Qur'ani nimalize. Kuna zaidi ya mtume anena misi kunena? Nabii Allah Musa ateremshwa utume, aambiwa nenda ukapambane na Firaun, idhhab ila firauna innahu tagha. Nenda, amwambia Mwenyezi Mungu taratibu, ya Allah nina weakness. Na tufundisha Nabii Allah Musa watu kuziona weakness zao. Amwambia Mungu, wewe uone nimekupa utume mimi, nimekupa cheo, mimi wa muihunu, wewe utoka mbio ngoja mimi na weakness. Rabbi shrah li sadri. Kwanza moyo wangu ni dhaifu, mimi mtu ukasirika haraka. Maarufu Nabii Allah Musa kwa ghadhab. Hata kule alipokuwa kampiga yule bwana kofi kamua. Sema kiwa kile kiso chake, Rabbi shrah li sadri. Kwanza nipa moyo kusubiri. Na kihoko ndako sasa ndawa hii. Yataka kuwavumilia, akutuka nao uvumilie. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kisha weakness ya pili amwambia ulimi wangu hautasui maneno, naweza kunena watu wakimaliza neno hakunielewa unena hili, manake sina msuko wa maneno. Wahlul 'uqdatan min lisani, ulimi wangu una mafundo, hautasui maneno. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, waweze kunielewa nitakayokuambia. Kisha bado amwambia na ndugu yangu huyo, kale uongozi wa mbingu Allah. Na nani? Ndugu yangu. Yeye ni hodari zaidi kunena kuliko mimi. Kwa nini humtaubu yeye mtu? Sio maneno. Leo nani katika sisi ukitupiwa mpira kama huo utamkumbuka mwingine? Amwambia nina ndugu yangu nyumbani, na katika kuinukia kule nyumbani yeye ni hodari zaidi kunena kuliko mimi. Akisimama katika dialogue yeye kukinaisha watu hunishinda, mimi taketi nyuma yake. Kwa nini humpi yeye utumi? Umetaguliwa wewe. Kwa nini basi tufanye pamoja? Tashare. Kama haiwezi kupoa yeye kabisa, basi tupe nini? Amwambia waj'alni wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nisaidiane. Waj'alni waziran min ahli, sio Haruna akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Nasema mpe na yeye utume ili mpate kufunga kibobo uzuri. Ndio ile ushdud bihi azri. Waswahili unena kufunga kibobo, ili tufunge kibobo twende tukapambane na nani? Na Firaun. Katika aya nyingine anena innahu afsahu minni lisana, yeye ni mfasaha zaidi wa ulimi kuniliko mimi. Kwa hivyo Nabii Allah Musa hakuwa na elimu, kwa kuwa alikuwa hayui kunena, alikuwa na uqdatul lisan. Lakini ukiketi na kuna ulama leo wakipanda mimba dakika 10 dakika 20 utachoka wewe. Afadhali malizike khutba kila mtu shikandia ndio zake. Hawana msururu wa kunena, hawana ufasaha. Lakini ukiketi naye kwenye nipa nikupe hadithi hii, akutolee ni dhaifu si dhaifu, akutolee wapokezi wote hao, hiyo ndio elimu. Haineni kwenye mimbari ndio huwezi kuipata hapa. Akutolee hii riwaya imepokewa na fulani na fulani na fulani, umepokewa na fulani na fulani, ni thika fulani si thika, ziko hapa, si masala hurudi kwenye kitabu, utamuona subhanallah kila mwaka huwa. Kwa hivyo ndugu zangu, si lazima sote tuielewe ufasaha wa nini wa Qur'ani, lakini wale walobobea Kiarabu wakiuelewa ufasaha ule, na wao wakapiga salute, kutosha kwetu kututhibitishia kwamba ni kweli. Sitoendelea zaidi hapa, nitasimama. Nitamuomba ule wayana alionetea masuala, nikalisoma la kwanza tu nikamjibu kuhusu masala ya kukodisha mahala. Kwa nini? Kulikuwa kuna masuala manne ndani ya ile karatasi yake, nikajibu moja, ilikuwa mengine ni yajibu yeo. Minal asaf, baada ya kutoka hapa ile karatasi imenipotea. Ile karatasi imenipotea, nilitia mfukoni, ilipotea vipi? Ningemuomba kama ataweza kuniandikia tena yale maswali yaliyobaki, aniatie tuyajibu. Walhamdulillahi rabbil alamin.